Baba yetu, mfalme wa mbingu na nchi, liinuliwe na kutukuzwa jina lako. Asante kwa neema uliotupa, asante kwa kibali, asante kwa muujiza, asante kwamba huruma zako hazichunguziki kwetu, kutupa nafasi kuwa na asubuhi nzuri, kutupa nafasi kuwa miongoni mwa walio hai. Kuamka kwetu ni kwa neema, kuishi kwetu ni kwa neema. Liinuliwe jina lako Mungu usiyetutoa kwa mawindo, uliyetupa neema ya kuwa na asubuhi. Wewe uliyetukubali kukaribia tena madhabahu ya kwako, liinuliwe na kutukuzwa jina lako kwa huu muujiza. Asante watoto wako, tunasimama kwa unyenyekevu mbele zako, tukiomba Mungu tuhurumie na ulihurumie kanisa lako. Tunaposimama kwa dhambi yetu kwenye hii madhabahu, tunasimama kwa toba kwa ajili yetu wenyewe, tunasimama kwa toba kwa ajili ya watoto wetu, tunasimama kwa toba kwa ajili ya wenzi wetu, tukisii neema yako Bwana itufunike na nguvu zako Bwana zisitupungukie. Tutenge mbali na kila udhaifu, tutenge mbali na kila laana. Tupe neema ili kuketi kwetu kukawe ni kwa faida, na mtu awaye yote asipungukiwe na neema yako. Wewe uliyesema sitawaacha yatima, jidhihirishe kwa ajili yetu wakati huu, jidhihirishe kwa ajili ya kusanyiko wakati huu. Neema yako na iwe juu yetu Bwana, neema yako na iwe juu ya kila mtu anayetafuta uso wako. Tunaposimama kwenye hii madhabahu, tunawakumbuka wanaopita kwenye changamoto mbalimbali, wanaopita kwenye shida ya kiroho, wanaopita kwenye shida ya kimwili, wanaopita kwenye mahangaiko Bwana, wanaoteswa na magonjwa, wanaoteswa na dhiki mbalimbali. Tunawakumbuka kwenye hii madhabahu, tukiomba neema yako ikawe juu yao. Watenge na kila udhaifu, watenge na kila laana, watenge na kila falme na mamlaka za giza. Mungu ni hai, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Wewe uliyesema kwa neno lako sitawaacha yatima, wewe uliyesema uko pamoja nasi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Wewe uliyesema niite nami nitaitika, wewe uliyesema niite nami nitaitika. Itika kwa ajili ya kanisa, itika kwa ajili ya familia, itika kwa ajili ya taifa, itika kwa ajili ya kila mmoja mmoja, maana umesema kila atakayelitia jina lako ataokoka. Tunaomba neema yako ikawe juu yetu Bwana, wingu lako la utukufu litufunike asubuhi hii, na neno lako likadhihirishwe kwetu, likawe na msaada kwa ajili yetu, likawe na neema, likabebe neema yako na kuileta kwenye mifumo ya maisha, likabebe neema yako na kuileta kwenye mifumo ya kiuchumi, kwenye mifumo ya kazi. Kila mmoja Bwana akaangaziwe nuru ya uso wako, akakuone Bwana kwamba umebeba tunu na baraka za maisha yao, na kila mmoja akaseme Bwana, nimemwona Bwana akinipigania na kunitetea, nimeona mkono wa Bwana, nimeona wema wa Bwana, nimeziona fadhili za Bwana, na neema yako isimpungukie mtu awaye yote, ili kuketi kwetu kwenye hii madhabahu ikawe ni kwa faida wala si kwa hasara, kwa ajili yetu na kwa ajili ya watoto wetu, kwa ajili yetu na kwa ajili ya uzao wa malango ya miji yetu. Tunaiachilia damu yako Kristo Bwana ikatufunike asubuhi hii, na ikawe na neema kwa ajili yetu. Utukufu na heshima ni kwako, kwa Kristo Yesu tumeomba na kukushukuru. Amen. Amen. Mungu akubariki, naomba ukae. Somo letu ni muhimu wa kuruhusu nguvu ya Mungu ishughulikie udhaifu ulio nao. Umuhimu wa kuruhusu nguvu ya Mungu ishughulikie udhaifu ulio nao. Udhaifu ulioko ndani ya mtu linaweza kuwa tokeo la kiroho au la kimwili, lakini matokeo yote mawili yanahitaji nguvu ya Mungu iweze kukusaidia. Kumbuka anasema, maana ninyi pasipo mimi hamwezi kufanya jambo lolote. Kwa hiyo ili ufanye jambo lolote katika ulimwengu wa roho, ni lazima uwe na nguvu za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Somo letu la asubuhi ya leo ni kutoka kitabu cha Waamuzi. Tutakuwa na tafakari fupi, kisha tutakuwa na maombi. Somo letu la leo ni kutoka kitabu cha Waamuzi, mlango ule wa 6, mstari ule wa 11 hadi ule mstari wa 21. Kitabu cha Waamuzi mlango wa 6 mstari wa 11 hadi ule wa 21. Maandiko matakatifu yanasema, malaika wa Bwana akaenda akaketi chini ya mwaroni uliokuwa katika Ofa, uliokuwa mali yake Yoash Mwabiezeri, na mwanawe Gideoni alikuwa akipepeta ngano ndani ya shinikizo ili kuificha machoni pa Wamidiani.
Malaika wa Bwana akamtokea akamwambia, Bwana yu pamoja nawe, shujaa. Gideoni akamwambia, Bwana wangu, ikiwa Bwana yu pamoja nasi, mbona mambo haya yote yametupata? Yako wapi matendo yale ya ajabu waliotuhadithia baba zetu wakisema, je, siye Bwana aliyetuleta huku kutoka Misri? Ila sasa ametutupa, naye ametutia katika mikono ya Wamidian. Bwana akamtazama akasema, enenda kwa uweza wako huu ukawaokoe Israeli mkononi mwa Wamidian. Je, si mimi ninayekutuma? Akamwambia, Bwana, nitawaokoa Israeli kwa jinsi gani? Tazama, jamaa zangu ndio walio maskini sana katika Manase, na mimi ndimi niliye mdogo katika nyumba ya baba yangu. Tunaweza kuendelea baadaye. Mambo mawili tu nitaka tuweze kuona hapo kabla tujaendelea. Jambo la kwanza ni uwepo wa Mungu kwenye eneo. Uwepo wa Mungu kwenye eneo. Hawa watu wakati wanaona Mungu hayupo, Mungu anawaambia nipo. Hawa watu wakati wanaona wameachwa, Mungu hajawaacha. Hii ni hali ambayo kila mtu kwa muda tofauti tofauti anajisikia. Kuna muda unaona kama Mungu amekuacha. Kuna muda unaona kama Mungu hayupo. Hizo ni nyakati. Lakini hakuna muda ambao Mungu anakuacha. Hakuna muda ambao Mungu anakutelekeza. Kila wakati ameapa yuko pamoja na sisi. Sasa Gideon anapata mashaka. Anasema, kama Mungu uko pamoja nasi, mbona mambo haya yanatupata? Kama Bwana yupo pamoja nasi, mbona mambo haya yote yametupata? Yako wapi matendo yale ya ajabu waliotuhadithia baba zetu wakisema, si Bwana aliyetuleta kutoka huku kutoka Misri? Wanajua hadithi, ila hawauoni udhihirisho wa nguvu za huyo Mungu. Ukisoma Biblia unaona Mungu alipompigania Daudi, unaona Mungu alipompigania Danieli, unaona Mungu alipompigania Elia, unaona Mungu alipomsaidia mpaka kawashinda miungu ya Baali, unaona namna alipowashindia kati ya makuhani wa Baali 450, unaona namna Mungu aliposimama kuwapigania. Lakini inapokuja saa ya wewe kusaidiwa, ni kama Mungu amenyamaza. Ni kama Mungu hakusikii. Ni kama Mungu hakuone. Sasa kitu anachokisema hapa, mimi niko. Unahitaji usikivu sana wa kiroho katikati ya mapito magumu, kwa sababu Mungu anaongea. Na wakati Mungu anakusemesha, unahitaji usikivu wa ndani. Kwa sababu Gideon kilichokuwa kinamsumbua ni hali ya nje ambayo ilikuwa haioni udhihirisho wa nguvu za Mungu, ingawa Mungu yupo kwenye eneo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Angalia kwenye ule mstari wa pili wa 12, anasema, malaika wa Bwana akamtokea akamwambia, Bwana yupo pamoja nawe, shujaa. Ndani yao Mungu anaona ushujaa. Kinachokataa ni hali ya nje. Hali ya nje. Umai kuona ndani una amani, ila nje huna amani. Ndani una furaha, lakini unashindwa kuidhihirisha ile furaha uko nayo ndani kwa namna ya nje. Kwa hiyo ukikaa na watu hivi wanakuona leo una huzuni sana, lakini wewe kwa namna ya ndani una furaha sana. Na ndio maana wakikuuliza kuna shida, unawaambia hakuna shida. Kwa ukweli kwa ndani una shida. Lakini kwa nini ile furaha ya ndani inashindwa kuja nje? Wewe kusema wakati mwingine unaweza kaa una amani na mtu, una amani kabisa na huyo mtu, ila huwezi kupiga naye story. Ila una amani naye, ndani huna kinyongo, huna hasira naye, ndani una amani, lakini huwezi kuongea naye. Sasa tunachotafuta, kwa nini ile hali ulionayo ndani inashindwa kutoka nje? Kuitoa nje inahitaji ujasiri. Kwa sababu ile amani ya Mungu ulionayo ndani, na Mungu ni shahidi, uko na amani. Na Biblia inasema tafuteni kuwa na amani na watu wote. Una amani na kila mtu, ila huwezi kupiga naye story kwa sababu unasikia hasira juu yake. Kwa namna ya nje huwezi kuongea naye. Na hali ya kiroho iko hivyo. Unaye Mungu kabisa ndani, kabisa. Lakini hali ya nje, nguvu ya yeye Mungu unayemwamini ndani huioni.
Sasa usipokuwa mwangalifu, hali ya nje inaweza ikameza hali ya ndani. Ile hali unaisikia nje inaua amani ya ndani. Na haushindi vita kutoka nje, unashinda vita kutoka ndani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona mtu mishipa imesimama kwa sababu ya jua kali, hiyo ni hali ya nje, unaiona kwa nje. Kwa hali ya ndani kuna mapungufu makubwa. Ndio maana unaona mtu akinywa maji, mtu akikaa kwenye kivuli, kuna vitu vinaanza kupungua ndani yake. Maana yake kuna uwepo wa Mungu ukija kwenye maisha yako, unaenda kushughulikia udhaifu ulionao. Bwana Yesu asifiwe. Moja kati ya kitu hapa kilichotokea ni kwamba Mungu alipojifunua kwa Gideoni, udhaifu wa Gideoni uliondolewa. Mungu alipojifunua kwa Gideoni, udhaifu wa Gideoni uliondolewa. Omba Mungu ajifunue kwako ili aondoe udhaifu. Kwa sababu ile hali ya Gideoni ya kuona yeye ni mtu dhaifu na ni mtu maskini, ni hali yake ya kawaida alikuwa anaiona. Lakini nguvu za Mungu zilipomfunika, udhaifu wa Gideoni haukuonekana tena. Kilichofunika udhaifu wa Gideoni ni nguvu ya Mungu iliyoteremka wakati huu kujidhihirisha kwenye maisha yake. Lakini si kwamba Mungu hakuwepo, alikuwepo. Lakini wakati ulipofika, nilikuwa naona picha fulani ya wanafunzi, wengine naweza kuwa mmeona. Binti mmoja ana mwili hivi kidogo, alikuwa anamchokoza binti dhaifu, ana mwili mdogo mdogo, na wako shule. Yule binti akanyanyaswa, yule binti mdogo mdogo akawa anaondoka, anaenda anatembea. Yule binti mwenye mwili akamfuatilia kimsukuma mpaka mahali pambali. Yule mdogo mwenye mwili mdogo mdogo, uvumilivu ukamshinda, zikapigwa. Kumbe yule mwenye mwili mkubwa ni dhaifu. akapigwa akawa anaficha uso tu. Yule anamfumua na ngumi, maana hasira imechochewa. Mwisho wa siku akagundua kumbe yule bonge ni dhaifu, na hawakumsaidia kwa sababu yeye ndo alikuwa amezianzisha. Sasa unapoingia kwenye vita ya kiroho, tafuta kwanza kuwa na nguvu za roho. Amen. Jana nilikwambia Mungu kwa njia ya Yesu Kristo anasema wakati ule Yesu alipotoka Yordan, wote tunajua alibatizwa Yordan. Anasema alipotoka Yordan, wakati anapanda, anasema kitu kilichotokea, alijazwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Anasema hali amejaa nguvu ya Roho Mtakatifu, aliongozwa jangwani siku 40, hali akijaribiwa. Sasa nilichotaka uweze kuona kwamba majaribu yalikuja baadaye, kilichotangulia ni nguvu ya Mungu. Kwa hiyo tunachohitaji ni nguvu ya Mungu kabla ya kuingia majaribuni, ili tukiwa majaribuni ile nguvu itusaidie. Wewe unaelewa, wale wanaozima moto, idara ya zima moto, wana mavazi yanayostahili kuvaa wakati wa kuzima moto. Hawayatafuti baada ya moto, wanayo. Ndio maana zile gari zinakuwa ziko na maji muda wote, na lile geti linakuwa limelegezwa makomeo. Na ndio maana ukienda wale walioenda fire, utaona geti hili pua ya gari iko hapo. Ndio maana kisheria milango yote inatakiwa kufungukia nje. Kwa muda ambao tayari simu imepigwa, yule mlinzi wa geti yuko pale, attention, ni kuachia tu ile geti na gari inatoka. Wale walioko kule ndani, walioko zamo, muda wote wako jirani na kombati zao. Kwa nini? Wamejiandaa kabla ya moto. Sasa usitafute nguvu za Mungu wakati uko kwenye majaribu. Nguvu ya Mungu ni kabla ya kuingia majaribu. Ndio maana watu wanashangaa, wewe unawezaje kushinda vita? Hawajui wewe utafuti mbinu za kushinda vita ukiwa vitani. Umejifunza mbinu za kushinda vita kabla hujaingia. Ndio maana ukiwa Mkristo unashiriki ibada na mafundisho mbalimbali, una maarifa ya kuomba kuliko asiyeshiriki ibada.
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ruhusu nguvu ya Mungu ijazwe ndani yako ili kusaidie kusimama kwenye nafasi ambayo Mungu amekusudia. Ruhusu nguvu ya Mungu ijazwe ndani yako ili kusaidie kusimama kwenye nafasi ambayo Mungu amekusudia. Kila mtu amemwandalia nafasi yake. Lakini usiporuhusu nguvu ya Mungu ikupeleke kwenye nafasi, huwezi kwenda. Kwa sababu moja kati ya Gideon alichokuwa anaambiwa hapa, alikuwa anakataa, anasema mimi ndio jamaa maskini katika Manase. Kwa hiyo inachokisema kwamba sisi ni shujaa, huo ushujaa anapata wapi? Anakataa. Alikuwa anashindwa kuikubali ile hali kwamba Mungu amekubali kumjaza nguvu na uwezo ashinde vita. Bwana Yesu asifiwe. Ukijaribu kucheki historia ya familia yenu au ukoo wenu, wewe unaweza kubadilisha historia kule ndani wakati vingunge wako. Kubadilisha historia ya kiroho ni jambo la kiroho. Kabla hujazungumza mwilini, wewe ni mwombaji. Kabla hujaanza matendo, kumbuka kuipeleka ile ajenda kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Okay, wewe nisogee mstari. Anasema ule mstari wa 13. Mstari wa 13. Gideon akamwambia, Bwana wangu, ikiwa Bwana yupo pamoja nasi, mbona mambo haya yote yametupata? Hili ni swali la kila mtu. Ikiwa Mungu yupo, mbona mimi napita kwenye mateso? Mbona mimi napita kwenye mahangaiko? Na unakuja kukuta unapita kwenye mahangaiko, hujakosa kitu. Kuna wakati tunatokea kwenye familia ambazo mpaka tunamuuliza Mungu, kwa nini uliruhusu mimi nizaliwe huku? Kwa sababu naikuta ni familia ambayo amani haina, wanalogana kila siku. Ni timing tu, ukichelewa unawaiwa. Huyu anaenda kwa mganga Makete, huyu Sumbawanga. Huyu anaenda Zanzibar, huyu Rufiji. Huyu anaenda kuoga njia panda, mwingine anaenda kuoga Zanzibar. Ni waganga wote, familia nzima. Ukipata tu hela anasema, ameniwahi. Sasa ukicheki hiyo familia, wewe unaweza kubadilisha hali kwa maneno. Unahitaji power ya kimungu. Bwana Yesu asifiwe. Unaanza kufuta vitu kwenye ulimwengu wa roho. Unaanza kuharibu vitu kwenye ulimwengu wa roho. Unaingia kwenye maombi, unaharibu kila kilichotengenezwa kwa siri. Unaharibu. Mtu mmoja alikuwa ananipa ushuhuda juzi hapa. Wakati tunaomba, nikakatiza maombi, nikamuuliza swali, wewe mama yako yupo hayupo? Akasema hayupo. Alikufa. Nikamwambia, akaniambia nini? Nikamwambia, nini chanzo cha kifo cha mama yako? Akaniambia, mama yangu alikuwa shambani analima. Ghafla anasema aliona kama mtu amempiga na fimbo usoni. Ile fimbo ililala usawa wa macho. Natoka hapo akawa kipofu. Upofu aliupata shambani. Madaktari walipopima wakasema huyu mishipa imekufa kabisa, kwa hatuwezi kumsaidia. Kwa akaanza kuishi maisha kama kipofu. Lakini kila mwezi siku 3 alikuwa anaona. Kila mwezi siku 3 alikuwa anaona. Kwa siku moja mnapofanya kindumbwe ndumbwe mbele yake, kwa sababu ni kipofu, anaona. Sasa siku moja wanafanya kitu, anawaambia, wewe ni fulani, umevaa nguo fulani, naona sasa hivi umerefuka, sasa hivi naona umenenepa, halafu wewe naona sasa hivi uko hivi. Anaeleza, anaona. Kesho asubuhi haoni. Madaktari wamesema mishipa imekufa. Sasa angalia kitu ninachotaka kusema. Familia nzima hakuna aliyekuwa ameokoka kwamba hili jambo ni la kiroho twende kanisani. Kulikuwa na familia humo ndani, wawili wanahimiza kwenda kwa mganga, hujapata kuona. Wanapewa dawa ya kunawa, awe ananawa, kumbe ndio wanaziba vizuri. Hiyo ndio familia unatokea sasa. Unaonaje? Unaweza kuwabadilisha? Waliposhindwa walienda tena upande mwingine. Na kitu kilichokuwa kinatokea,
Mama yao alikuwa anasimama katikati kuzuia uharibifu usiwapate watoto wake. Wakaamua kumuondoa mama kwa sababu ni zuio kwenye mambo yao. Mama akafa. Alipokufa mama, watoto wote wakawekwa mateka kiroho. Ukifanywa mateka kiroho, hakuna kitu naweza kufanya. Hakuna. Sasa moja kati ya vitu adui anafanya ni kutufanya mateka. Na ndio maana kwenye andiko anasema damu ya Yesu Kristo inatukomboa. Maana yake aliyefanywa mateka anatakiwa kukombolewa. Amen. Sasa onesha utayari wa wewe kutoka. Usema kivipi? Andiko linasema wakati ule malaika wa Bwana alipomwendea Petro gerezani, alimwambia, inuka, jifungue nguo zako, uvae viatu, nifuate. Petro akamfuata. Aliruhusu yale maelekezo kupata nafasi. Gerezani alitoka au hakutoka? Kwa kama unataka kutoka kwenye zuio la kiroho, fuata maelekezo ambayo Mungu amekupa kwa njia ya Roho Mtakatifu, kwa njia ya mafundisho unayosikia. Sio jambo la kusema Mungu atakuhurumia. Anahurumia watiifu. Na amesema ukikubali na kutii, utakula mema ya nchi. Kama leo tungeweza kusema kwa sababu sio mtiifu, utakula jeuri yako. Kiswahili ni cha kwetu kile kile. Ukikubali na kutii. Niliwaambia siku moja tuko kuzika kule, tunaimba wimbo, kule mbinguni nataka kwenda, iko maskani ya Mungu Baba Yesu. Asa vijana wenzangu sasa, kumbe na huko kanisani kuna maskani. Wanafikiri neno maskani wametunga wao jana. Kitambo lipo huko ndani. Tunapozungumzia leo ushoga, sio issue ya leo, iko tokea Sodoma na Gomora. Ni jambo la muda. Na ndio maana usitumie akili nyingi kupambana na kilichoandikwa. Omba Mungu upate maarifa ya kuishi katikati ya uharibifu. Katikati ya uharibifu. Kwa sababu katikati ya uharibifu kulikuwa na mabinti wawili wa Rutu, ni bikira. Sodoma na Gomora imeharibika. Hawaamini kama kuna mtakatifu kwenye hiyo nchi. Lakini watoto wa Rutu wawili walikuwa ni mabikira. Waliwezaje kuishi katikati ya watu walioharibikiwa? Haijalishi watu wengine wataharibika vipi, lakini linda uwepo wa Mungu ndani yako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Okay, mstari wa 14. Bwana akamtazama akasema, enenda kwa uweza huu ukawaokoe Israeli na mkono wa Midian. Je, si mimi ninayekutuma? Unasikia hilo neno, enenda kwa uweza wako huu. Umetoka wapi? Amepewa uwezo, amepewa. Mungu akisha kujaza nguvu zake, hata kama unaona ni ndogo, ni kubwa kwa sababu ni za Mungu. Amen. Pale nyuma kuna generator. Ukiwasha generator ile, unaweza kusema mimi umeme wa generator hauwezi kunitetemesha. Kafanya makosa. Kafanya makosa. Usiseme umeme wa TANESCO tu ndio unatetemesha. Umeme ni umeme. Usidharau nguvu yoyote ya kiroho, iwe imetoka kwa Mungu au imetoka kwa shetani. Kuna kazi huwa inafanya. Amen. Usidharau. Wale waliotokea kijijini kama mimi wanaelewa. Kule kijijini ukiwa unapita njiani, ukikuta kuna fimbo imetegwa imelazwa hivi, huwa haturuki. Sio? Haturuki. Uko tayari upite pembeni. Kwa sababu tuliamini ni fimbo ya kichawi. Ili husika na mambo ya kiroho. Unasema unapata wapi? Yakobo
alipokuwa ameenda kunywesha mifugo ya Labani, na Labani alitaka kumdhulumu, Mungu alimwambia Yakobo, katafute ufito, bandua maganda, weka pembezoni mwa mto. Kila ng'ombe atakayeruka pale, mimi nitageuza mimba iliyoko ndani ili azae malaka malaka. Huo utaalamu ni wa kiroho. Kwa ukiona fimbo zimetegwa ni mtaalamu. Na ndio maana utasikia yule mchawi ni yule mganga ni mzuri tu, anatumia Biblia. Kuna maarifa humo ya kiuchawi. Na Biblia anayo, anasoma, kwani hao wenzangu walifanyaje? Walitega fimbo na yeye anatega. Wapo humo akina Bayesu. Bayesu alikuwa ni mchawi. Anaitwa Bayesu. Akina Petro walikuwa wameenda pale wanahubiri injili, sasa na mimi nataka hiyo nguvu mniuzie. Ana kwenye kazi yangu naona itanifaa. Walimwambia potelea mbali. Huwezi kununua karama ya Mungu kwa fedha. Yule bwana ile nguvu alikuwa anaitaka. Akamwambia basi na mimi naokoka. Wakamuongoza sala toba, lakini hakuacha uchawi. Kasome Biblia uone. Hakuacha uchawi. Na ghafla akawa mtumishi kanisani. Sasa fikiri unawekewa mikono na mtu kama huyo, anapanda nini? Kwa sababu kuwekewa mikono na mtu maana yake anawekeza kitu ndani yako. Hakuacha. Ukiendelea kusoma ile mistari anasema hivi, hata siku moja alipokuwa katika huduma, Petro alimwambia, umeingiaje kwenye hili fungu? Huna sehemu katika fungu hili. Huna sehemu. Alimkatalia, huna sehemu. Maana yake aliingia kwenye huduma kinyume. Kuna vitu alikuwa hajaacha. Hasa una mzee wa kanisa mchawi, una mchungaji mchawi, una askofu mchawi, hajaacha uchawi, anakuwekea mikono. Mtakuwa wachawi wote. Wote mnaota ndoto, mnapa mpa makete, mko juu. Wewe ni kupeperuka tu kutoka hapa mpaka Singido Kifumba na kufumbua umefika. Yaani ni dakika mbili tu. Hapo hamsimuliani. Unajua kuna kitu kikitokea kanisani hamsimuliani. Unaweza kumsimulia mwenzako, nimeota ndoto na kabwa na mchungaji. Unakaa kimya. Lakini ni kweli anawakaba. Kaaba kabisa, askofu amekuja amekaba. Hii ndoto kwa kweli shetani anamtumia vibaya huyu baba. We, muulize Mungu vizuri. Ni mwenyewe, hamna cha shetani. Lakini ni ngumu kumsimulia mtu. Ni ngumu. Vitu vya kiroho ukianza kuviona kimwili unatetemeka. Unaweza kaacha na ibada. Hebu mwaikuelewa, nimewahi kuambia hapa, msiombe yale maombi ya kupewa macho ya rohoni mwe mnaona. Una ujasiri wa kuangalia unavyotakiwa kuviona huko rohoni. Utakuwa kichaa. Unaenda kumuona ndugu yako pale Meta, unakuta kuna majitu mle yanachana kichanga. Mama amejifungua yameshachukua yanagawana. Anaenda tena pale yanachukua kingine yanagawana. Wewe utanyamaza. Nyenye acha utasikia kamata huyu. Na waambieni kuna majitu humu yanakula, kamata huyu kichao. Jamani, ni sio kucha Yesu Kristo mtume tena. Rufa. Uko mle ndani na kiroho chako. Lakini uliomba nini? Macho ya roho. Omba Mungu akupe stamina ya kuona vitu vya kiroho. Unaweza kuona mtu anatembea hivi peke yake, wewe unaona wako wawili. Hata unamuuliza wewe uko nani? Anasema ndio sala kuuliza, unaona niko peke yangu. Sasa mbona kuna mtu anakufuata hapa nyuma? Wewe unaona kumbe huyu alifiwaga na mume, lakini huyo mume yuko nyuma yake hapa. Hamwachi, wako pamoja. Wewe unaona vya kiroho, mwenzako haoni. Ukiingia hivi sebuleni kwake hivi mmekaa kwenye kochi pale, unaona na wengine watatu wamekaa. Unauliza sasa hawa ni akina nani? Anasema wako wapi? Sema wako kwenye TV nitawafahamu wote. Sasa hawa waliokaa hapa. Sasa mbona hapa hamna kitu? Sasa wewe waone hao. Anasema wewe una akili kweli? Kalale wewe na umetoka. Unachoona wewe ni sawa. Wale watu walikufaga wakazikwa kimwili, kiroho wako hapo.
Unaenda kula chakula unasangana yenyewe yako pa yanakula. Mikono mirefu yanakuja utafikiri shetani. Unajua tuliwahi kufundishwa kwamba shetani anakucha ndefu. Kwa ukiwa na makucha marefu nasema shetani. Wewe hujawahi kuona kanisani wanakataa usifuge kucha. Sio? Wale waleo kulia Sunday school wanaelewa ni marufuku kufuga kucha. Unafuga kucha sasa hivi wadada wanaweka kucha mpaka hapa. Hata kujikuna nafikiri anafanya tu hivi. Yaani akifanya hivi kucha zimeshafika shavuni. Fuga kucha safi. Kwa sasa hivi inaonekana ni sawa, lakini ni marufuku kwa sababu zilikuwa zinatafsiriwa zinawakilisha kazi za shetani. Na tuwezi kukataa. Zilikuwa zinaleta walikuwa wanaleta mafundisho ambayo yalikuwa yanaonesha kumkosoa Mungu juu ya uumbaji wake. Sasa yale mambo yalikuwa yanatuship kutunza nguvu ya Mungu, kutunza uwakilishi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kutunza uwakilishi. Kuna mtu mmoja nimeota usiku fulani, nimeota ndoto ni kiongozi mkubwa, halafu nimealikwa kwenye tukio lake. Nimeenda kumsalimia, amekataa. Mpaka mwenzake yuko hapa, sasa huyu si ndio umemwalika, sasa unakataa tena kumsalimia? Si yeye ndio ilitakiwa. Sasa siwezi kumpa mkono wangu. Halafu nikazinduka usingizi. Na hajaonana bado huyo mtu. Kwa hiyo nimeandika ili tukionana nihakikishe naenda kumpa mkono. Mpaka akatae. Ili nilichokiona rohoni kione na mwili. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kitu nataka kusema, udhihirisho wa nguvu ya Mungu. Yaani sisi shida yetu sisi sio kumwamini Mungu. Sisi tunamwamini, sio kumtegemea. Kwa kweli tunamtegemea. Ila sasa atufanyika kitu tuwe tunaona. Yaani tukisema Mungu tusaidie leo, hatuna hela. Unaona Mungu anakufungulia mlango na baraka. Hela. Ukiomba kitu fulani kwa Bwana, uone anafanyaje? Anakutendea. Lakini hata sisi tuwe na moyo wa uvumilivu. Kwani wewe mtoto akiomba hela leo, mtoto wangu yule amenisisitiza. Amenidai hela. Ananiambia, baba, kule shule inatakiwa hela ya mahafali, hujalipa baba. Niambia nitalipa. Ananiambia haya. Akaenda shule, sikulipa. Akarudi jioni, wewe baba, mbona hujalipa hela ya mahafali? Ya mahafali ya chekechea, sio chuo wala sekondari. Vidudu. Anaitiwa. Lakini anasisitiza, na sijatoa mpaka leo. Wafu unataka Mungu ukimwomba asubuhi? Na nikasema, wakati mimi sijamtendea mtoto wangu hii, nikagundua na mimi nahitaji kuwa mvumilivu kwa Mungu. Mbona mimi nachelewesha? Wewe wakiomba unatoaga hapo. Sio unachukua muda. Na Mungu ni baba. Wewe kama unaomba alafu unachukua siku 2 ndio unatoa, tena unatoa nusu, au kesho tena unatoa nusu. Mpaka unamaliza. Na Mungu hivyo hivyo. Akikupa kidogo acha makasiriko. Mshukuru kwa hicho ulichopata. Mwambie Mungu bado nina mahitaji. Bwana Yesu asifiwe. Nachohitaji ni udhihirisho. Kumwamini tunamwamini, kumtegemea tunamtegemea. Lakini tusipoona udhihirisho wa nguvu zake, tunasikia ndani kuchoka. Okay, ngoja nisome mstari mmoja hapa afu tuanze kuomba. Angalia ule mstari wa 16. Anasema hivi, Bwana akamwambia, hakika nitakuwa pamoja nawe. Utawapiga wa Midian kama mtu mmoja. Naye akamwambia, kama nimepata kibali mbele ya macho yako, basi unionyeshe ishara ya kuwa ndiwe wewe unayesema nami. Ukiendelea mistari ile ya chini, utaona anasema, naomba nikaandae zawadi kwa ajili yako. Malaika akamwambia, nenda kaandae. Akaleta nyama, akaleta mikate, akaleta nini kwenye kikapu, akapeleka pale. Malaika akamwambia, weka kwenye mwamba. Akaweka kwenye mwamba. Ambia na huo mchuzi mwaga hapo, akamwaga pale. Hapo malaika yule akanyosha ile fimbo pale. Aliponyosha ile fimbo, moto ukalipuka. Ule moto wakati umelipuka, Gideon anashangaa na malaika akapotea. So mstari unaofuata, Gideon akasema, sina hakika kama ni wewe. Ngoja nijaribu tena. Na anika ngozi. Umande uje juu ya nchi. Lakini ngozi yangu isiloe.
akaanika, akaamka asubuhi, nchi imeloa, mvua, ngozi kavu. Sasa naomba tena, naanika tena mara ya pili, ngozi peke yake ndio iloe, nchi yote iwe kama. Akaamka asubuhi, ngozi iko chapa chapa, lakini nchi ni kavu. Akamwambia hapana, niko tayari, nimegundua ni wewe, sasa naenda. Hiki ndicho ninasema udhihirisho. Tunahitaji kuona udhihirisho wa nguvu za Mungu. Udhihirisho wa nguvu za Mungu unakufanya hata unaposimama mbele ya watesi uwe una hofu. Kwani unaye Mungu. Bwana Yesu. Unajua kuna time inafika hata kusema polisi wanakuja kukushika. Yaani hata kama wanaenda kumshika mbaya wako, unakosa uhakika ni polisi kweli hao. Maana kuna watu tunaambiwa wamechukuliwa na polisi hapo wanakuwa sio polisi. Udhihirisho kwamba ni polisi. Wanaweza kukuonesha na vitambulisho na bunduki wanazo na gari, naona kabisa ni ya polisi, alafu unafika polisi huyo mtu hayupo. Na wanasema sisi hatuna polisi tuliotuma huko. We jamani, mlikuja na gari ya blue za ndugu yako afanye? Yaani tunapata shida na udhihirisho. Ukipata mchumba kweli unaona anakupenda, lakini anashindwa kukudhihirishia kweli. Yaani unakuwa na mashaka. Kwa hiyo unania kabisa unanioa. Hapo anakuuliza, wewe una mashaka? Jibu swali. Huyu anachokitafuta nini? Udhihirisho wa hicho kitu nasema. Gideon anataka udhihirisho kama Mungu ndiye alimtuma. Ndiye anayemtuma. Na Mungu akamdhihirishia ni mimi. Na anasema kabisa hapa, anasema Bwana akamwambia, hakika nitakuwa pamoja nao. Kwa ukimwona Gideon hayuko peke yake, yupo na Mungu wake. Na wewe popote utakapokuwa hauko peke yako, uko na Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe. Ukiingia sokoni uko na Mungu wako, ukienda shambani uko na Mungu wako. Kwa yeyote atakaye kushambulia anaogopa kukushambulia kwa sababu hauko peke yako. Unapotembea uko pamoja na mwenyewe. Amen. Nimewahi kuona mtu mmoja anaingia kwenye kama tufe hivi. Alafu lile tufe lina mfumo wa upumuaji ndani. Linajazwa upepo, alafu linatupwa kwenye maji. Likitupwa kwenye maji linakuwa linaelea, na wewe uko mle ndani, umepewa vitu fulani vinakusaidia kupumua. Sasa akiwa mle kwenye maji, kuna wale sijui wanaitwa nini, ni kama samaki hivi, wanakuja wanataka kulingata lile. Unapata hofu hivi, lakini hawawezi kulingata kwa sababu wewe uko ndani, uko salama. Ndivyo tunavyofikiriwa au tunavyofikiri kuishi, kwamba tukiwa ndani ya Kristo tutatembea katikati ya wabaya. Watakuwa wanatuona ila hawana uwezo wa kutudhuru, maana tuko ndani. Amen. Sasa kama kuna kitu tunatamani kusikia ni kwamba walitaka kukutenda mabaya wakashindwa, kwa sababu unalindwa na nguvu za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Naomba usimame. Omba Mungu akujaze nguvu zake kama Mungu alivyomjaza Gideon, na kaenda kuwakomboa ndugu zake. Mungu akikujaza nguvu, na wewe utakuwa lango la kuwafanya ndugu zako wasiendelee kukaa kwenye utumwa wa nguvu za giza. Msitegemee kuombewa. Mungu anakutaka uombe wewe. Gideon anasema mimi ndiye mdogo katika Manase na sisi ndio watu maskini. Anataja sifa mbili, udogo wa umri, hafu na hali ya umaskini ya kwao. Na wewe ukijaribu kujicheki, wewe hata ukipeleka wazo la kiroho huwezi kusikilizwa. Kwanza ni maskini. Unaenda kuambia ni wana nguvu kuliko wewe. Na Biblia inakuambia kabisa kweli wewe una nguvu, lakini hekima ya maskini haisikilizwi. Kwa nini unajikuta usikilizwi? Okay, hakuna neno. Kama hawakusikilizi kimwili, kaa kwenye maombi kiroho. Badilisha hali. Mwambie Mungu, wewe unajua hali ya nyumbani kwetu. Naomba udhihirisho wa nguvu zako. Sasa nataka uweze kuomba. Omba Mungu akujaze nguvu zake ili zikusaidie wewe, familia na ukoo.
nenda mbele za Bwana. Mungu uliye hai, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kama ulisimama na Gideoni na ukamwezesha kwenda kuwatoa ndugu zake katika mateso ya Wafilisti, ya Wamidian, Mungu, katika jina la Yesu, bado tunao akina Gideoni hapa ambao wanafanya vitu kwenye familia zao kwa mashaka makubwa, kwa sababu hali ya familia zao zimekataa wasifanikiwe. Hali za familia zao zimewekewa mazuio ya kipepo, na tunajua kabisa kama Gideoni akinyamaza hakuna mtu atafanikiwa. Kama Gideoni akinyamaza hakuna mtu atavuka. Ni nani atakayewavusha hawa kama Gideoni wao amenyamaza? Mungu uliye hai, katika jina la Yesu Kristo, inua huyu Gideoni uliyemwandaa kwa ajili ya ukoo, uliyemwandaa kwa ajili ya familia, uliyemwandaa. Ninaomba Bwana, inua huyu Gideoni aliyekata tamaa na kuchoka, moyo wake hausikii kuendelea, lakini Bwana umesema inuka, kwa maana mimi niko pamoja na wewe. Maana Gideoni alikuwa amekata tamaa, lakini amwambia Gideoni, mimi niko pamoja na wewe, nitakusaidia. Ukamwambia Isaya, nitakusaidia, nitakupigania, nitakushika kwa mkono wangu ulio hodari. Bado tunao watu hapa wanaohitaji kushika mkono na wewe kwenye vita wako nayo, kwenye mashambulizi ya kipepo yanayowakumba siku kwa siku. Tunatamani kusikia sauti ya Roho Mtakatifu wako ikimsemesha yule mama, ikimsemesha yule baba, ikimsemesha yule kijana, ikiwagusa watoto wako mahali na mahali, kwa sababu kuna namna walitakiwa kwenda, lakini adui amekaa kuwazuia, adui amekaa kuwafanya mateka. Ni nani atakayewatetea kama mbingu zikinyamaza? Tunachoomba asubuhi ya leo ni ujazo wa nguvu zako ndani ya kanisa, ni ujazo wa nguvu zako ndani ya waombaji, ni ujazo wa nguvu zako ndani ya waumini, ni ujazo wa nguvu zako ndani ya watu wa familia, ni ujazo wa nguvu zako kwa ajili ya kila anayelitia jina lako. Maana ni wewe umesema kila atakayelitia jina la Bwana ataokoka. Nasi ni asubuhi ya leo tunalitia jina lako, tukisiokoa hiyo familia kutoka roho ya mateso, kutoka roho ya utumwa, kutoka roho ya umateka. Na kataa huyo binti asiendelee kuwa mateka wa kipepo, huyo mama asiendelee kuwa mateka wa kipepo, huyo dada asiendelee kuwa mateka wa kipepo, hiyo familia wasiendelee kuwa mateka wa kipepo, kwa sababu adui alishapanga kuwafanya mateka. Nasi tunaandaa nguvu zako zikamfunike huyo mama, zikamfunike huyo dada, zikamfunike huyo kijana, asifanywe mateka na nguvu za giza, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Roho Bwana ninakualika, Roho Bwana ninakualika, Roho Bwana ninakualika, saidia watu hawa, saidia waombaji ambao Mungu umewapa neema. Maana kama vile Paulo aliposema, walipoiona neema niliyopewa wakanipa mkono wa shirika. Mungu uliye hai, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, tunasimama kwa zamu yetu, tunasimama kwa muda ambao Mungu umetupa. Liinuliwe na kutukuzwa jina lako. Tuseme nini mbele za uso wako? Ni wewe umesema niite nami nitaitika. Nasi tunapokuita tunajua unaitika. Itika kwa ajili ya familia hiyo inayopita kwenye nyakati ngumu, inayopita kwenye majaribu. Wewe dada haoni tumaini la kuishi tena, huyo mama haoni tumaini la kuishi tena kwa sababu ya hali yao. Tunaona kabisa hata Gideoni alikuwa amekata tamaa, alikuwa ametoka, alikuwa amevunjika moyo, akitathmini hali ya kwao. Na huyo mama anatathmini hali ya nyumbani mwao, huyo dada anatathmini hali ya kwao, huyo kijana anatathmini hali ya kwao. Haoni matumaini tena kwamba iko siku watakuwa huru, kwamba iko siku familia yao itakuwa huru. Hata Gideoni alikuwa na wazo kama hilo, lakini wakati na majira yalipowadia, malaika wako aliteremka akamjaza nguvu Gideoni. Mungu uliye hai, ninakusihi kwa mamlaka ya jina la Yesu, jaza nguvu akina Gideoni waliopo hapa, jaza nguvu watu wanaokuita, watu wanaokutegemea, watu wanaokuomba usiku na mchana. Udhihirisho wa nguvu zako, udhihirisho wa nguvu zako. Nyamazisha zile kelele kwenye ulimwengu wa roho, kelele za kipepo, kelele za kichawi zinazopiga masikioni mwa huyo dada, zinazopiga masikioni mwa huyo mama, zile kelele za miungu ya ukoo zinazomnyamazisha asiendelee kuomba, zinazonyang'anya uwezo wa kuomba, zinazonyang'anya uwezo wa kutafakari neno. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninakataa huyo dada asiwe mateka wa mapepo, huyo kijana asiwe mateka wa mapepo. Ninakataa asiwe mateka, nakataa asiwe mateka. Ninaiachilia damu ya Yesu Kristo, huyo kijana asiwe mateka, hiyo biashara isiwe mateka, huyo uchumi usiwe mateka, hiyo ndoa isiwe mateka, hiyo
kina Gideoni walikuwa wanalima mashamba, Wafilisti walikuwa wanakuja wanafanya mateka mazao yao. Mungu aliye hai, ninakataa kazi ya mikono ya huyo dada isifanye mateka, kazi ya mikono ya huyo kijana isifanye mateka, elimu yake isifanye mateka, uchumi wake usifanye mateka. Mungu aliye hai, katika jina la Yesu, watoto wake wasifanye mateka. Ninakataa, 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 ninakataa roho ya mateka, roho ya mateka, roho ya mateka. Ninaipinga, ninaipinga, ninafunga kila tawala za kipepo, ninafunga kila tawala za kiganga kwa watoto wetu. Ninaiachilia damu ya Yesu ikawape neema watoto wetu kukua, kuongezeka, kustawi, kuchanua kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Ninaruhusu hiyo damu ikanene mema kwa ajili ya mtoto wake wa kiume, kwa ajili ya mtoto wake wa kike. Ninasi damu ya Yesu ikapite ikanene mema kwa ajili ya kazi ya mikono ya watu hawa. Mungu aliye hai, uliyesema kwa Gideoni utakuwa pamoja na yeye. Ndio Mungu tunayekuhitaji. Wewe pamoja na huyu mama, wewe pamoja na huyu dada, wewe pamoja na huyu kijana kwenye nyakati anazopita. Haijalishi alishahesabiwa mauti, haijalishi alishahesabiwa magonjwa, lakini tunasi mbingu zikaongee, tunasi mbingu zikaongee, tunasi mbingu zikaongee, maana ndizo zinazoweza kumtetea. Wengine wote wanaweza kunyamaza, lakini ninasi mbingu zikamtetee kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kila wazo baya, kila nia ovu ya mizimu ya kwao, ya mapepo ya kwao, kila nia ovu, ninabatilisha hilo nia, ninabatilisha hiyo mipango, ninabatilisha hizo ratiba, ninabatilisha hayo maneno, ninafuta maneno ya unabii wa kipepo, maneno ya umasikini, maneno ya magonjwa, maneno ya vifo, kwamba hao watakufa, hawataishi, hao watakuwa maskini. Hayo maneno ninafuta kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Tunajua kabisa, hata Gideoni alisema, wewe unajua kwamba sisi ndio watu maskini katika ndani, na mimi niliye mdogo, lakini Mungu ulimchagua Gideoni na ukamjaza nguvu zako, naye akasimama kwa ajili ya familia, akasimama kwa ajili ya taifa. Bado tunao kina Gideoni hapa wanaosimama kwa ajili ya familia zao. Tunaomba wajaze nguvu zako, wajaze uwezo wako, wajaze nguvu zako kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Huyo mama akaone thamani kwa upya, huyo kijana akaone thamani kwa upya. Madhabahu ninatangaza kwenye hii madhabahu, ukiwa na unyaufu, laana na mauti visikae. Ninainyunyiza damu ya Yesu Kristo, ninaachilia nguvu ya Roho Mtakatifu. Huyo mama kastawi kama mtende katikati ya jangwa, katikati ya jangwa, katikati ya jangwa. Ninatamka kwa mamlaka ya jina la Yesu, neno lako lisirudi bure, bila kukomboa fikra za huyo mama, bila kukomboa fikra za huyo baba. Wakati anawaza kwamba umemwacha, Mungu kamdhihirishie uko pamoja na yeye katika jina la Yesu Kristo. Neno lako likazae matunda kama lilivyozaa kwa Gideoni. Ingawa Gideoni aliona kama Bwana umemwacha, ingawa Gideoni aliona kama Bwana umemtenga, lakini Mungu ulitembelea mahali anapofanyia kazi. Mungu ninakusihi, tembelea mahali anafanyia kazi yule mama, tembelea mahali anafanyia kazi yule baba, tembelea mahali anafanyia kazi yule kijana. Kamdhihirishie nguvu zako, kamdhihirishie uwezo wako, kamdhihirishie ufunuo kwa Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Saidia huyu mama asiendelee kuwa mkiwa, saidia huyu baba asiendelee kuwa mkiwa, saidia huyu kijana asiendelee kuwa mkiwa. Ninamtangazia baraka ya kuchanua na kustawi, namtangazia baraka ya maongezeko kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninaruhusu damu yako ikanene na nguvu zako zikakufunike kama ulivyomfunika Gideoni akaenda kushinda vita dhidi ya Wamidian. Na ninaomba Bwana, mpe nguvu huyu mama akaenda uwezo wa kushinda vita dhidi ya Wamidian walioko kwenye familia, dhidi ya Wamidian walioko kwenye ukoo. Mungu aliye hai, katika jina la Yesu, wewe uliyesema kwa neno lako, wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni, nasi tutakutumainia wewe. Huyo mama asitikisike, huyo mama asiaibike, huyo mama asitende jeuri na nguvu za giza, maana nimesema vita si yetu, vita ni ya kwako. Nami ninaomba Bwana, kila vita inayoinuka, Mungu kampiganie, Mungu kamtetee, Mungu kamwinue, Mungu kamvishe vazi la haki, tende na vazi la aibu, tende na vazi la laana, tende na vazi la mauti, tende na vazi la uharibifu. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Huyo mama akawe na wimbo mpya, huyo
akawe na wimbo mpya, huyo mzee akawe na wimbo mpya, maana neno lako limehakikiwa, maana neno lako limehakikiwa. Nasi tunaruhusu Bwana ukuu wa jina lako, ukuu wa jina lako, ukalithibitishe neno lako, ukalithibitishe neno lako. Tokea mawio ya jua hata macheo, nguvu zako Bwana zikatufunike. Watenga watu na maroho ya udhaifu, watenga watu na maroho ya laana, watenga watu na maroho ya mikosi. Ninatangaza kwenye hii madhabahu, natangaza kwa damu ya Yesu, neema yako isiwapungukie, baraka zako zisiwapungukie, wende wakastawi kama mtende kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Ile roho yako Bwana ikawajae kwa nguvu, ikawape maarifa na uweza, ikawajae kwa nguvu, wakastawi sasa na vile Bwana umekusudia. Asante kwa neema ya siku ya leo, tunaliinua na kulitukuza jina lako kwa ajili ya kila mmoja ambaye amelitia jina lako asubuhi hii. Utubariki, utulinde, ututunze. Nguvu zako Bwana ziendelee kwa pamoja na hawa popote wanapokwenda, nguvu zako zisiwapungukie. Asante kwa sadaka ya muda ambao Mungu umetupa kupata nafasi ya kujihudhurisha hapa, na kila mmoja mbingu zikakumbuke haja ya moyo wake. Na Mungu tunakusihi, tubariki na utulinde kwa ajili ya sadaka tulizoshika kwenye mikono yetu, tunapoziachilia zikawe dhabihu iliyo hai. Sisi tukinyamaza, sadaka ikaendelee kunena. Ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Jioni ya leo utupe neema tena ya kukutana hapa, na mchana huu ukatubarikie huko tunakokwenda. Mikono yetu isikose mapato, heshima na utukufu vikurudie wewe, maana unastahili. Kwa Kristo Yesu tumeomba na kukushukuru, amen. Mungu akubariki, Mungu akulinde. Kama Bwana alienda kuketi mahali Gideon alikuwa anafanyia kazi, na Bwana aende. Lakini nikukumbushe tu kwamba jioni tutakuwa hapa saa 12, na nikukumbushe kuwa kesho ni sikukuu ya watoto. Mungu atupe neema. Weka ratiba yako vizuri, tuwaombee watoto wetu waweze kusherehekea sikukuu yao tukiungana nao. Lakini pia nikukumbushe leo ni Jumamosi, ukiwa na nafasi ya kuungana na sisi katika zoezi la kufanya usafi, Mungu akupe hiyo neema. Lakini tukumbuke wenzetu wameanza safari leo kuja Mbeya. Askofu pamoja na katibu mkuu watakuwa wanakuja Mbeya ili kuweza kupata nafasi ya kuungana na sisi kesho na kutusalimia. Mungu awabariki, niwatakie siku njema, na uliyejiandaa kwa sadaka, karibu na muwe na mchana